Hali ya usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati imeingia katika hatua mpya ya hatari, huku anga ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikigeuka kuwa uwanja wa majaribio ulioshindwa kwa ndege za kivita za Marekani. Katika kile kinachoonekana kama kupoteza udhibiti wa anga, Washington inakabiliwa na pigo kubwa baada ya ndege zake 2 za kisasa kudunguliwa ndani ya siku moja pekee. Brigedia Jenerali Alreza Elhami, mkuu wa kituo cha ulinzi wa anga cha Marekani, amethibitisha kuwa kuanguka kwa ndege aina ya F-15 na A-10 Thunderbolt si ajali, bali ni matokeo ya mbinu mpya za kielektroniki na mifumo ya ulinzi ya kisasa ambayo Marekani bado haijaweza kuing'amua. Huku hayo yakijiri, uchambuzi wa kijasusi unaonyesha kuwa Iran imetumia mbinu ya vifaa bandia, yani decoys, kuwapumbaza marubani na mifumo ya rada ya Marekani, jambo linaloifanya Washington kushindwa kutathmini kiwango halisi cha uharibifu iliyosababisha. Ripoti kutoka kwa gazeti la The New York Times zinafichua hofu ya Pentagon. Iran ina uwezo wa ajabu wa kufukua makombora kutoka kwenye vifusi vya kambi zilizoshambuliwa na kurejesha kwenye hali ya vita ndani ya saa chache. Hii inaashiria kuwa mikakati ya Marekani na Israel ya kudhoofisha uwezo wa makombora wa Tehran inafeli. Takwimu rasmi kutoka Pentagon sasa zinaonyesha jumla ya wanajeshi 365 wa Marekani wameripotiwa kujeruhiwa tangu kuanza kwa mapigano hayo, huku vifo vikifika 13. Kupotea kwa ndege 7 zenye marubani ni pigo la kisaikolojia kwa jeshi la anga la Marekani, ambalo kwa miongo kadhaa limekuwa likiaminiwa kuwa haliwezi kuguswa. Hali hii imezua taharuki haswa kwa nchi nyingine, ambapo shambulio la droni dhidi ya ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia limeripotiwa kusababisha uharibifu mkubwa zaidi kuliko ilivyodhaniwa, likiteketeza ghorofa 3 zikiwemo ofisi nyeti za CIA. Hivi sasa vita vimeanza kugusa maslahi ya makampuni makubwa ya teknolojia ya Marekani. Tukio la mabaki ya kitu kilichodunguliwa kuanguka mbele ya ofisi za kampuni ya Oracle mjini Dubai ni onyo tosha. Ikumbuke kuwa Oracle ni miongoni mwa makampuni 17 yaliyotajwa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi IRGC kutokana na uhusiano wao wa karibu na utawala wa Washington. Hatua hii inalenga kushinikiza Marekani kiuchumi na kuonyesha kuwa hakuna uwekezaji wa nchi hiyo ulio salama katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Wakati Lebanon nayo ikiingia kwenye mzozo huu kwa mashambulizi ya Israel mjini Beirut na Iran ikihamasisha masomo ya vyuo vikuu kwenye mitandao kama tahadhari ya kivita, swali linabaki: je, Marekani itaendelea kupoteza ndege zake na marubani wake katika anga ya Iran? Kwa sasa Iran inaonekana kushikilia usukani wa anga lake, ikiwaacha maadui zake wakitapatapa kwenye giza la kiteknolojia. Al Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.